Tumekutana leo katika kipindi muhimu kwa kaunti ya Isiolo. Kaunti tunayothamini sana na maendeleo yake ni muhimu kwetu zote. Matukio hivi karibuni kuhusu pendekezo la kura ya kutokuwa na imani na governor, yani the impeachment motion, yamesababisha wasiwasi mkubwa sana na yanastahili kuzingatiwa kwa uangalifu na busara ya hali ya juu. Wakati tukiheshimu mamlaka ya kikatiba ya serikali zote, ikiwemo jukumu la usimamizi la bunge la county, nasimama mbele yenu leo kuelezea wasiwasi wetu mkubwa kuhusu mkondo wa sasa unavyoendelea. Njia ya kura kutokuwa na imani, yani the impeachment motion, ingawa ni chombo halali, ni hatua kali ambayo inapaswa kutekelezwa tu wakati njia zingine zote za utatuzi zimeshindwa. Inaweza kusababisha ukosefu mkubwa wa utulivu, usumbufu wa utoaji wa huduma na mgawanyiko wa kusikitisha ndani ya uongozi na baina ya jamii ambayo wanaishi katika hii kaunti yetu ya Isiolo. Kwa sasa tunaamini ya kwamba lengo letu la pamoja linapaswa kuwa utulivu, maendeleo na utoaji wa huduma bila kukatizwa kwa watu wa Isiolo. Mchakato huu mrefu na wenye utata wa kura kutokuwa na imani unaweza kulemeza serikali ya kaunti, kugeuza rasilimali muhimu na umakini kutoka kwa mahitaji muhimu ya wananchi wetu. Yani a lot of resources is going to be used in this impeachment process, and we believe that those funds can be used for better purposes in serving the people of Isiolo. Kwa hivyo kwa moyo na ya ushirikiano na kwa maslahi mema ya Isiolo, tunahimiza kwa heshima lakini kwa uthabiti pande zote kuzingatia njia mbadala, alternative dispute resolution mechanism yenye upatanisho zaidi. Kinachohitajika kweli sasa sio vita bali mazungumzo, na tunataka pande zote zinazohusika, hasa waheshimiwa wabunge wa county na ofisi ya governor, kukumbatia njia ya upatanishi. Upatanishi unatoa njia ya kupunguza mzozo, fursa ya kurekebisha uhusiano na fursa ya kuanzisha tena uhusiano wa kikazi unaohitajika kwa utawala bora wa kaunti wetu ya Isiolo. Kwa dhati na kwa heshima, wanaomba ya kwamba hao wenyewe wanajitolea kuweza kuingilia na kuweza kuwa the intermediaries between these two parties ili kuweza kutatua zile shida ambazo ziko. Na impeachment process wanafeel ya kwamba it's an extreme action at the moment, na wanataka zile processes zingine za dialogue na mediation ziweze kuanzishwa, na kama hizo hazitaweza kutatua, then ndo tunaweza kufikiria mambo kuhusiana na impeachment. Lakini kwa sasa kwa kauli moja wanaomba kwa heshima na dhati watu waweze kukaa kwa meza, waweze kujadiliana ili kuweza kutatua ile shida ambayo sahi iko. Basi na nikiongeza kidogo, hakika tunataka amani. Isiolo inataka amani. Hapana sema fulani na fulani na jamii fulani na jamii ingine. Isiolo ni Isiolo. Isiolo inataka amani. Ndugu zangu wapendwa, serikali hapana tosha sisi. Amani ndio natosha sisi. Tukiwa tuko na amani, kila mtu nalala nyumba yake mzuri, natafuta riziki yake, jioni narudi kwa watoto yake na nyumba yake ikiwa salama. Amani ndio natosha watu ya Isiolo. Makaunti zingine ya Kenya wamewahi kufanya impeachment, hata kaunti ya Meru iko jirani yetu. Lakini Isiolo ni mahali tofauti ndugu zangu. Kwa wanyama na vita ya huko na huko alikuwa naendelea tu, lakini town yetu alikuwa amani ya kutosha. Sasa siasa inakuja, ndugu zetu, wajumbe wetu wameanza kidogo, haki yao ni haki yao ambayo kisheria amepewa. Lakini kama sisi wazee tunaelea, hatuungi huyu mkono, lakini tunaunga amani ya Isiolo mkono. Kama viongozi wa jamii tumejadiliana tangu asubuhi kuhusu yale yanaendelea ndani ya kaunti yetu, na tumefika kauli ya kwamba haitakuwa
faida kwa upande zote mbili. Na sisi tumeangalia ya kwamba umoja ya wana Isiolo ni muhimu. Serikali iliyoko ni serikali ambaye waliingia kwa majority vote. Na ni muhimu sana kauli ya wananchi isikizwe. Kauli ya wananchi upande zote mbili isikizwe. Ionekane ya kwamba hii mambo iko namna gani. So sisi kama jamii ya Wasomali tunaweka maoni yetu ndani ya kwamba utulivu ya kaunti yetu ni muhimu. Umoja ya kaunti yetu ni muhimu. Kwa hivyo tungependa viongozi upande zote mbili wakutane, wajaribu kujadiliana hii maneno kwa kina. Hakuna kitu haina suluhu. Kila kitu ina suluhu. So, iko wakati alternative dispute resolution, hata katiba yetu inasema article 159 2C inatupatia fursa tuwe na arbitration na dialogue na mediation ya wazee. Sheria inakubalia na sheria inatupatia. So ile kitu muhimu ni kwamba majadiliano yetu na umoja yetu wa county ni muhimu sana. Isichukue mkondo ya siasa. Siasa wakati wake bado ni muhimu, tuongoje wakati wake ndio sasa tuanze kuongea siasa. Hii wakati tunataka kuchunga ile cohesion ya wana Isiolo. So mimi yangu sitaendelea naye zaidi ya hiyo. Tunataka sisi na tunaweka maombi kama jamii, wabunge wetu wa county wajaribu kufikiria zaidi ya kwamba wasikie kilio yetu na maombi yetu. Ni mzuri unapima ratili upande zote mbili. Na ni muhimu maoni yetu iweko kwa mizani. Isisemekane tu hii watu wanaunga mkono. Hakuna kuunga mkono. Sisi tunataka iweko kwa mizani. Maoni yetu ikue inawekwa ndani. Na ni muhimu watusikize. Hawa tumechagua kwa mashinani na watu jamii za mashinani ndio wanaongea. Ni muhimu sana tusiharakishe. Hasira ni hasara. Haraka haraka haina baraka. Wacha tupeleke sisi viongozi wetu tupeleke utaratibu. Siasa bado baki wakati wake. Wale wamechaguliwa wamaliza muhula yako, alafu tunaangalia kitabu yao, tuangalia have they performed or not. Hiyo sasa itakuwa ni suluhu ya wananchi baadaye. Lakini hii ya katikati hii tunaona ya kwamba inatuletea mzozo kati yetu, na hiyo ndio tunataka isifike hapo. Kwa hivyo it is a request na ni maoni tunaweka kwa MC yetu. Mko nyinyi ni wasomi, nyinyi ni viongozi, think out of the box na mtusikize sauti yetu. Thank you very much.